ambapo tutakuwa unatupata moja kwa moja ikiwemo mtandao wa YouTube. Sasa hivi nivuke katikati ya jiji la Nairobi, mwenzangu Ali Manzu amekita kambi pale. Ali Manzu, yapi yanayojiri kwa sasa katika jiji la Nairobi? Awali tulikuwa tumeona barabara zimefungwa, uzio umewekwa katika barabara zinazoelekea katika bunge na pia katika maeneo ya Ikulu. Wakenya walikuwa wameweka maua katika maeneo ya bunge, lakini kwa sasa tunapoelekea mwishoni mwa siku, yapi ambayo yanashuhudiwa katikati ya jiji Ali? Asante sana Hadia, tunakupata moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, ikiwa sasa ni saa 11 na dakika 16 saa za Afrika ya Mashariki. Bila shaka mengi yaliendelea, nitakuelezea ni kwa nini nasema mengi yaliendelea sehemu hii. Hapa nipo katikati mwa jiji la Nairobi, karibu na jumba lile la GPO, ambapo unakuta kuna stendi kubwa sana, ambapo watu ambao wanaofanya kazi jijini wakielekea maeneo ya Ngong, wakielekea maeneo ya Kawangware, wote wako hapa. Sasa hizi huwa ni sehemu ambayo kuna shughuli nyingi sana zinazoendelea, lakini sio hivyo kwa leo. Mchana kutwa kumekuwa na purukushani katika barabara hii na vile upande wa chini kule, hususan katika barabara ya Moi, barabara ya Tomboya. Usalama umeimarishwa kuhakikisha kwamba hakuna chochote kitakachoendelea hivi sasa. Maana kama kawaida mwaka jana, wakati ambapo kulikuwa na maandamano kama haya, ikifika mwendo wa saa 11 huwa inakuwa ni wakati wa uhalifu kuendelea maeneo haya, lakini hivi ninavyoongea hivi sasa hali iko shwari. Watu wametoka kazini, wanarudi zao majumbani, na kuna wengine bado wako hapa. Naona bado kuna vijana ambao pia tutawapa nafasi kidogo waweze kuzungumza kuhusiana na sisi. Habari ya leo? Salama sana. Kwa majina unaitwa nani na unafanya nini hapa? Kwa majina naitwa David Mwangi na nimekuja juu kama huka yangu waliandamana ndo mzungu arudi kwao, mimi ni nani nisirudi, nisikuje kwa barabara. Kwa nini unaandamana leo? Nimeandamana juu ya mauaji yenye naendelea na yenye si mzuri. Hata kidogo. Safi kabisa. Labda kwa majina? Mimi kwa majina sitasema juu. Sasa ni kubaya. Ndaona Subaru kwangu walai. Unaogopa kusema jina na sura inaonekana? Sura inaonekana, hawatajua jina. Hawezi jua jina. Kwa nini uko hapa la? Kwa nini niko hapa hivi? Mimi nalilia. Kama sai unga imepanda vibaya sana. Ukiangalia hata sukari imepanda. Kila kitu imepanda. Ukikuja ukiangalia prezo ya hata jive si tunaingia. Mimi nataka niseme hivi. Akuja ghetto, ajue venye ghetto iko, ndio aongee. Si ati kila saa tu anashinda kituambia hapa hivi. Sawa kabisa. Niko na bwana mmoja ambaye ameshika gazeti hapa la The Standard. Labda kwa nini unakuja na gazeti hili hapa? Kwa majina naitwa Lionel Gikonyo. I'm here because of these guys. Hawa watu walikufa on behalf of a dream that we share, and we are here because of that dream. We are not going to allow that dream that they had and we have is going to die. We are going to get good governance in this country. Tutachange government, tutaweka watu wenye wataturule vizuri, na tutaweka watu wenye watafollow constitution yetu ya 2010. Thank you so much. Asante sana. Labda nishike dada mmoja pia ambaye wako hapa, wanaona haya kuzungumza, sijui ni kwa nini. Labda kumalizia. Na ningamalizia, naweza penda kuambia huu kiongozi wetu Ruto, apende asipende, wananchi wamebadilika. Venye tu na wapereka wamesema hata si one term, ni half term, hata si one term, ni half term. Asante sana. Mimi naitwa Steven. Mimi niko hapa, watu wanauawa, bei iko juu. Sasa kama renovation na State House 89M. Sasa hiyo ni wastage of money. Na hatusikizi, maisha iko juu, hakuna kazi. Na huyu jamaa hatusikizi. Kama hazi tusikiza, atoke tu mtu mwenye atatusikiza. Siajiulize kwa nini watu wanaandamana hivi. Kwa nini wakati wa uhuru watu wako wanaandamana? Yani nchi yote, yani si kuzuri hata. Imagine sasa ni destruction, vitu zinaharibiwa, mabiashara nini. So ashukishe bei, ajua hakuna kazi na maisha iko juu. Asante sana. Ndio hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi. Labda tutarudi baadaye nikuelezee ni uharibifu mkubwa ambao umefanyika, na ukiangalia miundo msingi, kwa mfano barabara hakuna kuingia. Hii ni barabara ya Kenyatta, lakini magari hayaingii kwa sasa. Na ukiangalia upande mwingine kuelekea mpaka sehemu ya Moi kule barabara ya Tomboya, hali ni hivyo hivyo. Tunachokiona hivi sasa, tunachokishuhudia hivi sasa Hadia, ni gari za ambulance ambazo zinapitisha watu ambao wamejeruhiwa. Naomba nikuregeshe kwako studio, labda ama tuelekee sehemu nyingine tupate kina Clement Masombo ambaye yuko maeneo ya Nyeri, pia tuelezee kinachoendelea. Kwa mwenzangu Ali Manzu, tuelekee katika kaunti nyingineyo, tuelekee kwa Clement Masombo ambaye amekita